الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. أما بعد، اللهم فهمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمنا، وذكرنا كل ما نسينا. آمين آمين آمين. يقول الحق تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Katika mwendelezo wa kupitia maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya mwezi huu mtukufu, jana tulikomea aya nambari 61 katika surati Ali Imran. Allah Subhanahu baada ya kumwelezea mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam majibu sahihi kwa wale wanaomuona Isa ni Mungu au mwana wa Mungu au thalithu thalatha, na kilichosukuma wamuone Isa hivyo kule kuwa kwake Isa ameumbwa bila ya baba, na likawa jambo geni. Muhammad alipowaambia huyu si Mungu, wakamwambia wewe unasema nani? Huyo ni mja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sio Mungu, sio Mungu. Una mtu mwingine mfano wake? Allah akamwambia mtume wake, inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam. Kama jambo lenyewe la kushangaza ni kuumbwa Isa bila ya baba, mfano wa Isa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kama mfano wa Adam, bali Adam zaidi kuliko Isa. Isa ameumbwa bila ya baba, Adam ameumbwa bila ya baba wala mama. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Kisha akamwambia, na hiki nilichokueleza mimi ndio haki itokayo kwa Mwenyezi Mungu Mola wako, alhaqqu min rabbika fala takun min almumtarin. Kwa hiyo baada ya hapa, hii ndio haki, shikamana nayo, na wanaodai hivyo baada ya hapo achana nao. Jana tukakomea, faman hajjaka fihi, atakayehojiana na wewe, akijadiliana na wewe mtu kuhusu Isa, min ba'di ma ja'aka min al-ilm, baada hii taaluma tosha iliyokufika kwamba Isa si Mungu bali ni mwana, wala si mwana wa Mungu bali yeye ni mja wa Mungu, wakingangania waambie hivi, ewe John, nyinyi na familia zenu, nami nije na familia yangu, tukae pamoja, tuombe dua kwa unyenyekevu, tukimnyenyekea Mwenyezi Mungu Subhanahu, halafu tuombe baada ya hapa laana za Mwenyezi Mungu ziwashukie wale waongo. Wale mabwana wakagoma,
baada ya kushauriana wenyewe, sema jamaa, mkiomba hiyo nimekula kwenu, kusema lugha ya sasa. Kwa wakakubaliana wasiombe, kwa sababu wanaweza wakalalamika kweli. Baada ya hayo, leo tunaanza inna hadha la huwa alqasasul haqq. Qasas tukasema ni wingi wa neno qissa. Hivi vitu ulivyokusimulia wewe, kisa cha Imran, mzee Imran na mkewe Bi Hanna, wakapelekea wao kumzaa mama Maryam, na kisa cha Maryam kule kukua kwake, kisa cha pili kikapelekea kulelewa katika mihrabu na mzee Zakaria na yale maajabu aliyoyaona, cha pili. Na kisa cha Zakaria baada ya kuona ile miujiza, na yeye akatamani mtoto, akamuomba Mungu, Allah naye akamruzuku kupata mtoto uzeeni, kisa kingine. Na kisa cha huyu Maryam baada ya kuwa na yeye ashakuwa mkubwa, akapata mtoto bila ya kuwa na baba, kisa kingine. Na kisa cha huyu Isa na mazungumzo yake yale na wana wa Israeli, kwamba nitakuambieni mnachokiweka nyumbani, nitakuambieni mnachokula, nitahuisha waliokufa, nitakuonyesha baraka, kisa kingine. Allah anamwambia mtume wake, inna hadha, kwa hakika haya niliyokusimulia hapa, la huwa alqasasul haqq, hivi ndio visa vya kweli, sio visa vya pauka pakawa, sio visa vya sungura na zimwi, sio visa vya alifulela ulela, hivi ni visa vya kweli. Sasa kama ndio hivi, anayestahiki kuabudiwa ni Mungu mmoja tu, wama min ilahin, na hakuna Mungu mwingine yoyote illa Allah, isipokuwa Allah peke yake. Wama min ilahin, hakuna yoyote anayestahiki kuabudiwa illa Allah, isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Isa nimekwambia ni mtu kaumbwa tu, huyo haabudiwi. Uzair ni mtu haabudiwi. Na hayo masanamu na vingine vinavyoabudiwa, vinyago na vingine vyote haviabudiwi. Visa vya kweli ni hivi, hao wote waja wa Mungu. Wama min ilahin, na hakuna anayestahiki kuabudiwa illa Allahu, isipokuwa Allah peke yake. Na ibada ni nini? Ibada ni jina jumuishi, ismun jami'un, ni jina jumuishi, jina linalokusanya. Ismun jami'un ni jina jumuishi, likulli ma, kwenye yale yote ambayo yuhibbuhu Allahu ta'ala wa yarda, anayoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia, min al-aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batina, kauli zetu tunazozisema na matendo yetu tunayoyatenda ya waziwazi na ya siri, ukiona yanampendeza Mungu, hiyo ni nini? Ibada. Kwa hiyo angalia tu unavyoishi na jirani zako, vile maisha hayo ya wewe na jirani zako Mungu yanampendeza, kusema ndiyo, basi fanya kwa ajili ya Mungu, utalipwa thawabu. Mwezi huu wa Ramadhani, jirani yako anafuturu nini? Uji mtupu, watakiwi kumwita aje kufuturu hapa na kumpelekea kwake kwa zama tulizokuwa nazo. Bora nini? Nikimwita hapa tusije mtembea. Sasa nimpelekee maharage kama unayo. Kama huna, bora umpelekee senti kuliko kwenda kumnunulia maharage. Pengine yeye unayoipenda wewe, iftari hiyo haipendi. Na jamani, hakuna sadaka nzuri kuliko noti. Zile zina cholesterol zile, sababu sijui na nini, hazina vidonda vya tumbo. Zile mtu anajisevia anachotaka mwenyewe, kuliko unaweza kumpelekea maharage kumbe ana vidonda vya tumbo, hali maharage. Ukatengeneza vidini nyumbani kwako, vipopo, masagu, ukampelekea kumbe mwenzako hivyo vyakula vigeni kabisa kwake hivyo. Sasa ukimpa ile noti, anakwenda kujisevia kile anachokitaka mwenyewe. Ukiona maisha hayo Mungu anayapenda na kuyaridhia, hayo yanaitwa nini pia? Ibada. Fanya kwa ajili ya Mungu. Ukifanya kwa ajili ya Mungu utalipwa thawabu.
wama min ilahin, hapana anastahiki kuabudiwa illa Allah, isipokuwa Allah peke yake. Wa inna Allaha lahuwal azizul hakim, na kwa hakika Mwenyezi Mungu yeye ndio azizu, mshindi asiyeshindika, alhakimu, mwenye hikma, kila jambo analiweka mahala pake. Fa in tawallaw, kama watakengeuka wakikataa kufanya hivyo, ni lazima wamwabudu Isa, lazima wamwabudu Uzair, lazima waabudu vinyago, lazima waabudu, lazima wafanye wanayoyataka, wasikusumbue. Fa inna Allaha alimun bil mufsidin, wao kazi yao sikueneza uharibifu duniani. Mungu anawajua hao. Fa inna Allaha, kwa hakika Mwenyezi Mungu, alimun, anawajua vizuri, bil mufsidina, wenye kufanya uharibifu, wenye kufanya ufisadi. Hapa ndio tumemaliza. Tulisema sura hii mwanzoni kabisa tunazungumzia matukio mazima ya ujumbe wa Kikristo uliokuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wakamuuliza na wakahojiana wakajadiliana. Imeishia hapa kutokea aya ya kwanza mpaka aya nambari 63. Baada ya hapo sasa, aya nambari 64 inawakusanya ahlul kitabi kwa ujumla wao ili kuwapa maelekezo. Qul, Muhammad sema uwaambie, ya ahlal kitabi, enyi wafuasi wa Taurati na Injili, enyi watu mliopewa kitabu kabla ya Muhammad, Wakristo na Mayahudi, Mayahudi na Wakristo, ta'alau, joni ila kalimatin, kwenye neno la uadilifu. Na hapo makusudio ya kalima ni neno la ilaha illa Allah, sawain bainana wa bainakum, ambalo ni sawa sawa kati yetu sisi na nyinyi. Sisi tusimuabudu illa Mungu mmoja, na nyinyi msimuabudu illa Mungu mmoja. Bala kufasirie kama hiyo hujaelewa. An hiyo inaitwa an al-mufassira, halafu ikachanganywa kwenye la ya nafyu ikawa alla. Ujumbe wenyewe la na'budu illa Allah, usimwabudu yoyote isipokuwa Mwenyezi Mungu. Alla na'budu illa Allah, usimwabudu yoyote isipokuwa Allah peke yake. Wala nushrika bihi, na wala huyo Allah tusimshirikishe na chochote. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba, wala yattakhidha, na wala wasiwafanye, ba'duna, baadhi yetu sisi, ba'dan, wafanya baadhi nyingine, arbaba, ni miungu, min dunillah, na wakamuacha Mwenyezi Mungu wa kweli. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, na wala baadhi yetu wasiwafanye baadhi nyingine kuwa ni waabudiwa. Arbabu, wingi wa neno rabbun, baadhi yetu wasiwafanye wengine kuwa ni arbab, kuwa ni miungu, min dunillah, wakamuacha Allah. Ilivyoshuka hii, baadhi yao wakaenda kwa Mtume, sisi hata siku moja hatujawafanya baadhi yetu kuwa miungu, hata siku moja. Mtume akawauliza, hivi kwani wale viongozi wenu hawakuhalilishini mambo ambayo Allah kayaharamisha na nyinyi mkakubali? Huwa tunafanya hivyo. Na mara nyingine hawakuharamishini mambo ambayo Allah amehalalisha na nyinyi mkakubali. Tunafanya hivyo. Huko ndio kumfanya huyu ndio Mungu anayekupangia hili fanya na hili acha. Allah akasema usifanye, huyo kiongozi wako anakwambia fanya. Allah anakwambia fanya, kiongozi wako anakwambia usifanye. Kwa hiyo unamfanya muabudiwa ndio yule, na umemwacha huyu aliyosema mara ya kwanza. Huko ndio kuwafanya miungu hao ahbarukum,
ahbar, wingi wa neno hibru. Si mnamtaga Ibn Abbas hibru al-umma? Hibru ni yule mwanachuoni mkubwa. Hao ahbarukum, viongozi wenu wa kidini hao, si huwa baadhi ya mambo wanakwambieni haya haramu, hali ya kuwa sio haramu, na nyinyi mnakubali? Ndio. Na mara nyingine wanakwambia